Karibu katika simulizi ya mwanasiasa mkongwe Dorothy Gwajima, mwanasiasa ambaye ameweza kuinua wanawake wengi kufuatia kama kioo ambacho amekuwa kitazamwa na wadada. Katika kijiji cha Kiomboi, tambarare za Singida, zikipeperushwa na upepo mwanana wa asubuhi, alizaliwa msichana mdogo aitwaye Dorothy. Wazazi wake walimlea katika mazingira ya kujituma, kuheshimu watu na kupenda elimu. Tangu akiwa darasa la kwanza, Dorothy alikuwa na hamu kubwa ya kujua mambo. Alikuwa akiuliza maswali mengi kuliko watoto wengine, na kila mara alitaka kufahamu kwa nini na nini inaendelea. Alipofika shule ya sekondari, ndoto yake ilianza kuchukua sura. Alitamani kuwa daktari. Aliamini kuwa kazi hiyo ingeweza kumruhusu kusaidia watu, hasa wale wanaopitia maumivu na changamoto za afya katika jamii yake. Baadaye akamaliza elimu ya sekondari. Dorothy alipata nafasi adimu ya kusoma tiba nchini Urusi. Safari yake ya ndege ya kwanza haikuwa rahisi. Baridi ya Ulaya Mashariki ilimshangaza, lakini bidii yake ilimsaidia kuhimili mazingira mpya. Alisoma usiku na mchana hadi akamaliza shahada yake ya udaktari. Aliporudi Tanzania, alirudi kwa nia moja: kutoa huduma bora na zenye huruma. Alianza kazi katika hospitali za wilaya. Huko Dorothy alisaidia wagonjwa, akasimamia madaktari wenzake na kupambana na changamoto za vifaa vichache, dawa zisizotosha na msongamano wa wagonjwa, lakini hakuwahi kukata tamaa hata siku moja. Uongozi wake ulionekana mapema. Hatua kwa hatua, Dorothy Gwajima alipandishwa vyeo hadi kuwa mganga mkuu wa mkoa na hatimaye kushika nafasi muhimu ya serikalini kama mkurugenzi wa huduma za tiba. Hapa alisimama hospitali nyingi, madaktari na sera za afya. Alihakikisha watu wanapata matibabu bora zaidi. Kisha ikaja siku aliyoandika kurasa mpya serikalini. Alipomteua kuwa mbunge ambaye hakupatia uchaguzi, watu wengi walishangaa kuona daktari kaingia kwenye siasa. Lakini Dorothy Gwajima alijua kuwa siasa ni sehemu ya kufanya maamuzi yenye kugusa maisha ya mamilioni ya watu. Muda mfupi baadaye akateuliwa kuwa waziri wa afya. Hapo ndipo sauti yake ilisikia zaidi ya majanga, mijadala na mageuzi na sekta za afya. Alijikuta katikati ya kelele, upendo, lawama, mapongezi na wakati mwingine maswali magumu, lakini alikabiliana nayo kwa msimamo na ujasiri. Mabadiliko ya serikali yalimhamishia wizara nyingine, wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Huko Dorothy Gwajima alianza kuzunguka nchini kote, kuzungumza na wanawake vijijini, kuhimiza uwezeshaji wa uchumi, kupinga ukatili na kuuliza ni namna gani tunaweza kuwa jamii yenye huruma zaidi. Katika safari yake yote, Dorothy Gwajima abaki kuwa mwanamke mwenye nguvu, mwanasiasa, daktari, mama, kiongozi mwenye namna nyingi, na amejikuta kati ya changamoto na matumaini. Karibu ni kupitia katika baadhi ya maeneo jinsi alivyokuwa ukuaji wake mpaka hivi sasa alipo. Dorothy Gwajima alizaliwa tarehe 21 Machi mwaka 1971 katika eneo la Kiomboi, wilaya ya Iramba, mkoa wa Singida, Tanzania. Alisoma shule ya msingi wa Mbere Primary School na baadaye shule ya sekondari. Miongoni mwa shule alizohudhuria ni Mwenge Secondary School. Kwenye elimu ya juu alijiunga na taaluma ya tiba. Alisoma katika Nizhny Novgorod Medical Academy nchini Urusi. Akakamilisha shahada ya kwanza ya Bachelor of Medicine kati ya mwaka 1994 hadi 2001. Baadaye alisomea uzamili, yani masters, katika afya ya umma, public health, katika Royal Tropical Institute of Uholanzi alikomaliza mwaka 2009. Kabla ya kuingia siasa, Dr. Gwajima alikuwa mganga, mwanasheria wa afya. Kwa mfano, alikuwa mkurugenzi wa hospitali ya wilaya Bagamoyo kati ya mwaka 2005 hadi mwaka 2008. Pia alikuwa medical officer wilaya ya Iramba mwaka 2008 hadi mwaka 2012. Kisha regional medical officer mkoa wa Singida mpaka 2014. Alipata nafasi ya juu zaidi ndani ya wizara ya afya, akawa mkurugenzi wa huduma za umma na binafsi, yani public and private medical service, na baadaye mkurugenzi wa idara ya huduma za kutibu, yani guaranteed service. Lakini mnamo Disemba mwaka 2020 alipangiwa kuwa mbunge, yani nominated MP, na pia akateuliwa kuwa waziri wa wizara ya mpya, Ministry of Health
community development, gender, elders and children, yani afya, maendeleo, jamii, jinsia, wazee na watoto. Kufuatia mabadiliko ya serikali na uungwaji wa wizara Januari 2022, alishika wadhifa wa Ministry of Community Development, Gender, Women, Special Groups, yani maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Baadaye kuwa waziri, yani Dr. Gwajima amekuwa akizingatia sana mambo yanayohusu ustawi wa jamii, jinsia, wanawake, watoto na makundi maalum. Baadhi ya juhudi zake: kupendekeza na kushiriki katika kujenga vituo vya malezi na makuzi kwa ajili ya watoto wadogo, kutatua matatizo kama utapiamlo, utekelezaji na unyanyasaji kwa watoto, kupinga vikali ukatili, hasa ukatili wa kijinsia, kuhimiza elimu na mijadala, yani dialogue, hata vijijini ili kupambana na mazoea kama utekaji, kutetea haki za wanawake na kuchochea uwezeshaji wa uchumi kwa wanawake, mfano kuhamasisha wanawake kujiunga na vikundi, majukwaa ya uwezeshaji, hatua inayolenga kuinua usawa wa kijinsia na kujitegemea, kushirikiana na wadau wa ndani kimataifa kama mashirika yasiyo ya kiserikali NGOs, kuwapatia misaada ya kifedha, kiufundi, kusaidia miradi ya maendeleo kwa afya na ustawi wa jamii, kupaza sauti dhidi ya vitendo vibaya kama kuachwa na kwa watoto wahanga, kuhimiza wazazi na jamii kuwajibika na kuhimiza ushirikiano wa vyombo vya sheria ili kulinda watoto na familia. Changamoto na mivutano ya maoni. Wakati wa janga la COVID-19, Gwajima alishiriki katika sera ya serikali ambayo haikuagiza chanjo ya virusi vya corona kwa wingi kwenye nchi, jambo lilovutia utetezi, pia lawama kwa baadhi ya wadadisi. Maamuzi ya sera zake hasa zinazohusiana na afya, jinsi ya ustawi wa jamii, mara kwa mara hukuzwa na kupigwa kelele, hasa pale masuala ya ukatili, haki za wanawake na watoto au makundi maalum yanapokuja mezani. Mnamo mwaka 2025, Dr. Gwajima ametoliwa mkazo zaidi juhudi za kuimarisha usawa wa kijinsia, haki za wanawake, lakini uwezeshaji wa kiuchumi wa wanawake, akielezea wanawake kujiunga na majukwaa ya maendeleo, mkopo na nafuu. Ameendelea kushirikiana na wadau wa ndani kimataifa, ikiwa ni pamoja na mashirika ya kiraia na nje ya nchi, mfano ushirikiano wa serikali Uswisi, yani kusaidia NGOs zinazolenga wanawake, vijana, afya, ustawi wa jamii. Hiyo ndio historia ambayo haujui kuhusu Dorothy Gwajima. Ukitaka simulizi kama hizi, andika maoni yako hapo chini kupitia channel yetu Usiku TV.